Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi. Ningependa tuelewe neno la Mungu ndiposa tupate mwelekeo. Tujue tunamwabudu nani, ana uwezo gani, anaweza fanya nini, anaweza kukupata mahali huko, anaweza kufikia shida yako. Basi, wacha tuone sifa zake na vyeo vyake. Kwa jina la Yesu nitasoma neno hili kwenye kitabu cha Isaya 9 mstari wa 6. Inasema hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye hataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kwa hivyo Mungu ambaye tunamwabudu sio wa kubahatisha, sio mwenye anatafuta vitu huku na hukule. Nguvu na uweza wa kifalme uko kwenye bega lake. Leo hii ukialikwa na rais wa nchi, kitu cha kwanza penye unaishi utakujiwa na security. Ndio wakusindikize kwenda kumuona mfalme wa nchi. Na utakapofika ikuru au kasiri la mfalme, ni kwamba kuna ulinzi wa kutosha, kuna vyakula vya kutosha, kuna amani ya kutosha, kwa sababu hauna waziwazi. Kwa hivyo ukiwa karibu na mfalme au rais wa nchi, kwanza kabisa mambo na njaa sahau. Jambo la pili, shida ya pesa, hautakuwa na wasiwasi. Security, hautakuwa na wasiwasi, kwa sababu wako kushoto, kulia, mbele na nyuma wako. Itakuwaje zaidi kuwa kwenye himaya ya mfalme muumba wa mbingu na nchi, ambaye ni Kristo Yesu? Kwa hivyo karibu sana, ili tukae kwenye ngome ya Kristo Yesu. Na Yesu yuko kwenye moyo wako utakapomkaribisha. Uhitaji kusafiri kwenye Mungu anaishi. Yesu anaishi na wewe hapa. Hatua moja tu wewe ujukue ya kumkaribisha na kumuuliza ajifunue kwako. Lakini honyo kubwa nitakupa. Kaka yangu, ni vizuri ujitenge, na dada yangu lazima ujitenge na maovu. Epukana na maovu, kwa sababu hata leo hii ukialikwa na mfalme kama president wa nchi, huwezi enda kama uko na matope, huwezi enda ukiwa mchafu unanuka chasho. Lazima utaoga vizuri, utanyolewa vizuri, utaenda hata mabodosi diposa uonekane pale. Kwa hivyo kama unaweza jinadhifisha au jitakasa kwa ajili ya mwanadamu, mbona tusichitakaze kwenda kumuona mfalme wa mbingu na nchi? Njia ya kujitakasa ni hii. Kuna mambo ambayo tunatenda yanafanya tuchafuke. Mungu haangalii nguo zako safi, anaangalia moyo wako. Umebeba watu wangapi ndani yake? Uko na chuki na watu wangapi? Umedharau watu wangapi? Umechafua wanawake wangapi? Umechafua wanaume wangapi? Una deni za watu wangapi? Umenyanyasa watu wangapi? Huo ndio uchafu ambao unahitaji kutakasa na kujitenga nayo, ndiposa umuone huyu Yesu na uone ukuu wake. Tuambiane ukweli, Mungu anakuita uje chinzi ulivyo. Kitu kubwa ni ukubali vile huko sio vizuri, na uende kwake hakutakase. Kwa hivyo mambo mengine sio Yesu atakutakasa. Tamaa ya macho hii si Yesu atakutakasa. Ukitaka Yesu akutakase, atakufanya kipofu usione. Kwa hivyo wewe ndio hukatae dhambi na umukaribishe Yesu. Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi. Kwa kweli Yesu anatupenda na anatungoja tufanye maamuzi ya kwenda kwake.